huu hapa. Tuko na Paul Walalazi, yeye ni meneja wa elimu kwa mlipa kodi kutoka TRA. Tutazungumza mambo mengi sana, lakini zaidi tukiangazia kuhusiana na utaratibu ule wa makadirio. Mtu unapojikadiria ulipaji wa kodi inakuwaje? Utaratibu gani unatakiwa ufate? Vitu gani unazingatia ili ujikadirie sawasawa, usije ukazidisha, usije ukapunguza. Lakini wao kama TRA unapojikadiria wanafanyaje kujithibitishia makadirio yako kwamba ni sahihi au kuna kitu kinafanyika? Na kwa nini pia yani kuna maswali mengi, na kwa nini mtu ajikadirie mwenyewe wakati nyinyi ndo mamlaka mnaosimamia masuala ya kodi na wakati hapo ukishajikadiria lazima kama wana namna ya kufanya kama kuja kujithibitisha. Kwa nini wasije kuanzia moja kwa moja? Tutazungumza mengi. Tunaye hapa studio, karibu sana Walalazi. Asante sana dada Pili, asante sana bwana Rugendo. Yes. Kwa ajili ya ukaribisho wenu. Nimependa sababu tayari ninyi mmeshaiva kikodi. Yani kama mpaka na makadirio mnayajua, na makadirio unaweza ukajikadiria mwenyewe ambao tunaita self assessment. Kuna makadirio mengine ambao utalazimishwa kukadiriwa, tunaita jeopardy assessment. Kuna makadirio mengine ambayo tunaita ni ya uhiari kwa wafanyabiashara wadogo. Wenyewe tunasema hao lazima wafike mamlaka ya mapato Tanzania kwa ajili ya kuwasilisha makadirio yao. Na ukisoma sheria za kodi, hakuna sehemu inayokuambia kwamba moja kwa moja kwamba wewe uje ukadirie. Kila sehemu ni self assessment. Hata kama ni mfanyabiashara mdogo utakuja TRA, tushazoea kusema unakuja kukadiriwa. Lakini utakachokuwa ukikitoa ni cha kile ambacho unakifahamu wewe. Anasema hali ya mgonjwa anaijua either yeye mwenyewe au yule anayelala naye. Kwa sasa ndio maana hata tukauliza mzunguko wa biashara yako ni kiasi gani, pango unalipa kiasi gani, thamani ya biashara yako. Lakini katika hii biashara ndogo hatuzungumzii kuhusu mtaji, tunazungumzia kuhusu nini? Mauzo. Na ukiangalia mamlaka ya mapato Tanzania imegawanyika katika idara mbalimbali. Kodi hizo, kuna kodi za forodha, kuna kodi nyingine za idara zinazosimamiwa na idara ya kodi za ndani au domestic tax revenues, ambao ndo hizi leo nyingi tutakuja kuzizungumzia hapa kuhusu nini? Makadirio. Kwa hivyo kwa ujumla wake kuna aina ngapi za makadirio? Makadirio tunasema zaidi sana unaweza kugawanya katika makundi makuu mawili. Either ni makadirio ya uhiari, wewe mwenyewe unasema self assessment, makadirio yako mwenyewe, na makadirio mengine ambayo unalazimishwa kuyafanya. Au unaolazimishwa kuyafanya ndio mengi ambao hatuyataki. Kwa sababu gani? Hiyo either mtu anataka kukimbia nchi, either kuna sehemu ambao unaona kuna mapato ya serikali yanavuja, ni lazima hapo tukukadirie kwa lazima, ambao tunaita jeopardy assessment. Na ukishatoa tu jeopardy assessment, kawaida hizo assessment zote waga zina muda. Hii jeopardy assessment utakiwa ikusanye kodi pale pale. Sababu ukichelewa manake hata mapato ya serikali utafanya nini? Utayapoteza. Na ndio maana leo tutazungumza zaidi kuhusu haya makadirio ambayo mtu anaweza akafanya yeye mwenyewe au kwa kufika mamlaka ya mapato Tanzania. Sawa. Mimi ni mfanyabiashara mpya, pengine naanza tu biashara. Kuna hizi taarifa ambazo pia huwa tumezisikia. Yaani unaanza tu biashara, ile pia tu unatakiwa tayari ujifanyie ujikadirie mwenyewe. Sasa najikadiriaje wakati ndio kwanza nimeanza biashara? Hata mzunguko wenyewe siuelewi vizuri. Ni kweli kabisa. Kabla hata hatujafika hapo nizungumze, kuna vitu kama 5 au 6 ni muhimu mfanya biashara huyu anayeanza biashara au yule ambaye tayari uko kwenye biashara akavizingatia. Ambao hata baadaye tutalizungumzia. Jambo la kwanza ni usajili wa biashara yako. Tukisema usajili, ningekuwa niko sekondari, niko shule ya msingi, ningepewa kitambulisho ili nitambulike. Lakini usajili wa biashara yako ni kupatiwa namba utambulisho wa mlipa kodi, yani tini. Na hizi tini zimegawanyika katika makundi mawili. Kuna tini ambayo ni ya biashara na tini ambayo nyingine si ya biashara. Ndugu mtangazaji na wasikilizaji wanaotusikiliza, tini hutolewa bure kabisa. Lakini juzi tu hapa tulizindua mfumo wa usimamizi wa kodi za ndani, tunaita IDRAS. Huu mfumo sasa hivi umetuwezesha, ndugu yangu Rugendo, zamani ukiwa na binti yako au kijana wako ambaye uko chini ya miaka 18 ilikuwa ni ngumu kumpatia namba utambulisho wa mlipa kodi. Lakini kwa huu mfumo ambao tumekuja nao IDRAS, umekuwezesha kupata tini ya yule ambaye ni yuko chini ya miaka 18 minor. Sababu tunaenda kuziongelea huko mbele baadaye. Kwa nini labda TRA tumekuja na uwezeshaji wa mtoto kupata namba utambulisho wa mlipa kodi, yani
tini. Jambo la kwanza, kwa lazima biashara yako isajiliwe. Kama mfano biashara yako ni zaidi na mauzo zaidi ya milioni 200, huwa tunasema lazima usajiliwe na kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT. Ukusanye kodi kwa niaba ya nini? Ya serikali. Na ndio maana kodi tunalipa katika misingi mbalimbali. Nalipa kodi nikiwa na kipato, nalipa kodi nikiwa na matumizi. Asubuhi hapa inawezekana, lakini nimewasikiliza tokea alfajiri, inawezekana hata mjagonga chochote cha asubuhi. Kama kuna chochote cha asubuhi tumekipata, ndani yake mle kuna nini? Kuna kodi. Dada pili hapo wamependeza na nguo yake, ndani yake kuna nini? Kuna kodi. Kwa hiyo kuna kodi nyingine tunazilipa kutokana na consumption, matumizi. Na kodi nyingine tunazilipa kutokana na kuomba vibali, permits mbalimbali. Na kodi nyingine tunazilipa kutokana na kunini? Kumiliki. Na miliki gari na miliki nyumba, lazima nilipe kodi kutokana na kodi tunalipa katika misingi mbalimbali. Jambo la pili sasa, baada ya usajili, jambo la pili ni mawasilisho ya ritani mbalimbali au makadirio ya kodi. Na ndio maana hili la leo tukaja kuliongelea, tutakuja kuliongelea hapa. Jambo la tatu baada ya makadirio ni kulipa kodi kwa wakati. Jambo la nne ni utunzaji wa kumbukumbu za biashara yako. Na ndio maana ukasema kwamba mali bila daftari hupotea bila habari. Na jambo la tano ni matumizi sahihi ya mifumo ya kikodi au mifumo ya kutolea risiti. Na ndio maana TRA tunasema ukiuza toa risiti na ukinunua dai risiti. Na jambo la mwisho ni ushirikiano na mawasiliano na mamlaka ya mapato. Biashara yangu ilikuwa kule Lushoto, nikapata ikaongezeka, nikafungua tawi lingine wapi? Tanga mjini. Nikafungua tawi lingine wapi? Sinza. Nikanyamaza kimya. TRA ukinikamata nitaenda kuongezewa kodi ambao labda hata sikustahili. Lakini nikitoa taarifa napewa kitu kinachoitwa branch tini ya tawi, ambayo itatambulika tu na makadirio yako utayafanya vizuri. Kwa katika hivyo vitu vyote sita hivyo ni vitu vya kuzingatia kwa mimi ambaye nafanya nini? Biashara. Tukirudi kwenye jambo letu lile la pili la makadirio ya kodi. Sasa mfano kama nimeanza biashara yangu leo, then TRA ananiambia kwamba lazima nijikadirie. Sheria ya kodi inasema hivi: ndani ya siku 14, wiki 2 tokea nifungue biashara, ni lazima nifike mamlaka ya mapato Tanzania. Sasa hivi kutufikia, unaweza kutufikia kwa njia mbalimbali. Inawezekana nifungua biashara yangu nikaomba tini online. Umeshaifikia wapi? TRA. Not necessary kuja physical. Lakini kwa wewe ambaye ni mfanyabiashara mdogo, tunakusihi ndani ya hizo wiki 2 wewe umeshafika TRA kwa ajili ya kupata nini? Tini yako. Hata kama umeomba online, ni vyema ukaja pale kwa ajili ya tufungue jalada nini? La kodi. Hata kwa mbele tunakoenda, mifumo hii tutarahisisha hata baadaye kufungua mafaili ya walipa kodi ambao ni ya kielektroniki. Sasa tumekuja kuna online business. Sio lazima aje wapi? Aje moja kwa moja ofisini. Kwa hata makadirio haya tunasema kwamba ndani, kama ukishakuwa kwenye biashara ndani ya siku 90, tuseme miezi mingapi? 3, huo umeshawasilisha makadirio yako. Na haya makadirio baada ya kuwasilisha, si lazima ulipe ile kodi ya awamu ya kwanza pale. Na kuna uwezekano mimi nimefungua biashara yangu leo, bado sijajua tathmini huko mbele itakuwaje. Naruhusiwa hata kuweka makadirio ya 0. Na ndio maana haya makadirio tunayofanya, mwenye mauzo kuanzia 0 mpaka milioni 4, huyu analipa kodi katika kiwango cha 0. Ndio maana tunamaanisha wale wafanyabiashara nini? Wadogo. Hawa tunawaweka kwenye uwatamizi, incubation. Tunaamini kwamba baadaye watakuja kuwa nini? Tunawalea. Mauzo yakiwa milioni 4 hadi milioni 7, huyu analipa 100,000 kwa mwaka mzima. Na hiyo 100,000, ndugu mtangazaji, sio kwamba anailipa yote kwa pamoja. Tunaigawanya katika vipindi vikuu 4. Kuna kipindi cha kwanza, cha pili na cha tatu. Au lese kwa mwaka huu wa kalenda unaanza Januari hadi mwezi wa 12 tarehe 31. Makadirio yanaanza tarehe 1 mwezi wa kwanza hadi tarehe 31 mwezi wa 12. Mwezi wa 3. Ndani ya miezi mitatu ya kwanza. Ushafanya nini? Makadirio. Na ndio maana dada pili leo tumekuja hapa kuwaambia Watanzania, kwa wale ambao tayari wapo kwenye biashara, kuanzia tarehe 1 Januari mpaka tarehe 31 mwezi wa 3 ni vipindi vya kufanya makadirio. Baadaye uko na juu utaniuliza kwani makadirio ni nini? Hatuendi hata baadaye. Ni sasa hivi hapa ili tuende pamoja kwamba haya makadirio, kabla ya kusema kwanza makadirio ni nini, na nakadiria nini na nini kwenye biashara yangu. Yes, kwa tunazungumzia mfanyabiashara mdogo. Kwa mfanyabiashara mdogo, anachokadiria pale ni mzunguko wa biashara yake. Na ndio maana katika au kokote nilikoanzia hujasikia nimetaja neno mtaji. Sababu kuna wengine dada yangu hapa, wengine anamtaja shilingi 50,000, then akawa na mzunguko wa shilingi 40,000
kwa kila siku. Huyo atalipa kodi kutokana na mzunguko wake. Kwa wafanyabiashara wadogo, hawa wanalipa kodi kutokana na mzunguko wa biashara yao. Tunaita presumptive tax regime. Kwa ukishakuwa mkubwa, ndio maana nimetaja mpaka samu ya milioni 4 mpaka milioni 7 analipa 100,000. Milioni 7 mauzo hayo mpaka milioni 11 huyu analipa 250,000. Tunaigawanya katika vipindi vingapi? 4. Milioni 7 milioni 11 sasa kuendelea mpaka milioni 100 huyu atalipa 3.5% ya mauzo yake. Na ndio maana hao sasa ndio wanasema kwamba kwa nini sasa hivi mfumo wetu wa kodi umekuwa ni imara. Inawezekana anatoka nyumbani naenda TRA, najua kabisa mimi makadirio yangu hawezi kuzidi hapa. Sababu mauzo yangu sinajua. Unakumbuka ile jambo letu la ngapi la 5 au la 4 ile utunzaji wa kumbukumbu. Najua mauzo yangu ni haya, manunuzi yangu ni haya. Umeniuliza kuhusu hapo kwenye tathmini. Kwa hao wafanyabiashara wengine ambao ni wakubwa, wao mauzo yakishakuwa zaidi ya milioni 100, sheria ya kodi inaniambia kwamba ni lazima watengeneze mahesabu kulingana na nini, na biashara yao. Tukasema wewe sasa mtafute mtu anayeitwa mshauri wa kodi. Atakutengenezea nini mahesabu yao. Lakini fine enough, mwaka huu kwenye mabadiliko ya sheria ya kodi imesema kwamba kwa hawa wafanyabiashara ambao mauzo yao imepandishwa mpaka milioni 500, ana uwezo wa kuwasilisha return yake bila kuwa na certified public accountant au mtu mwenye CPA kama akina mimi hapa. Sasa hapo kinachokadiriwa ni mzunguko wa biashara, kile unachouza, ama ni faida unayoipata? Kwa mfanyabiashara mdogo, ujue utunzaji wa kumbukumbu mara nyingi sana unakuwa ni hafifu. Ukiangalia katika ile majedwali tunaita tax bracket ambayo imewekwa, kwa mfanyabiashara anayetunza kumbukumbu zake, kodi yake kuanzia mauzo haya itakuwa ni kiasi hiki. Maana yake wameshapiga mahesabu kwamba kama unatunza kitaratibu, unatakiwa ni ulipe kodi kutokana na faida. Ndio maana ikaitwa kodi ya mapato, kile unachokipata. Lakini sasa wafanyabiashara wadogo, sababu utunzaji wa kumbukumbu umekuwa ni mgumu, changamoto kwao. Ndio maana viwango vyao vya kodi vikawekwa katika hizo brackets. Maana yake mwenye mauzo kuanzia ni rahisi, mauzo ni rahisi kuyajua kuliko hata faida. Wewe mfanyabiashara ambaye ni mkubwa, unatengeneza mahesabu yako, ni rahisi hata kupiga estimation, makadirio. Mauzo yangu kwa mwaka huu yatakuwa ni bilioni 1. Matumizi yangu estimation au makadirio yatakuwa milioni 300. Faida yangu itakuwa milioni 700. Gharama za usimamizi, administration cost, itakuwa milioni 500. Faida yangu kwa mwaka ni kiasi hiki. Kodi 30% itakuwa ni kiasi hiki. Napiga makisio yangu pale. Then baada ya mwaka napewa miezi 6 ya kuwasilisha return. Ndugu mtangazaji, kwa wale ambao walifanya biashara mwaka 2025, maana yake kuanzia tarehe 1 Januari mpaka tarehe 30 ya mwezi wa 6, miezi 6, wamepewa nafasi ya kutengeneza mahesabu ya ya kipindi cha nyuma. Ndio maana ya return. Itakapofika huko kuanzia mwezi wa 6, tutakuja kuiongelea mwezi return. Sasa leo tuongelee kuhusu makadirio. Haya, hapo kwenye makadirio kwamba mimi nimeshakadiria, nimekuja kwa njia aidha ya mtandao, kwa njia nyepesi. Baada ya kuwapa makadirio yangu kwamba mimi najikadiria mwenyewe, tathmini yangu mimi ni hii katika biashara yangu, kinachofuata ni nini kwenu nyinyi mnachofanya baada ya mimi kujikadiria? Mnayapokea makadirio yangu kama yalivyo, ama kuna kitu cha ziada mnafanya? Cha kwanza kabisa ni kuyapokea makadirio yako. Ndio maana hiki kipindi cha Januari mosi mpaka tarehe 31 mwezi wa 3 ni kipindi cha kupokea makadirio. Mnakumbuka hesabu tulioifanya mwezi wa 12 kwamba TRA ilikusanya kodi katika kiwango kikubwa. Makadirio ya kodi yanafanyika hivi. Kuna makampuni mengine ambao ndio wasema kwamba tunakubali makadirio yako kama yalivyo, lakini angalau yaendane uhalisia wa biashara yako. Wengine walianza na makadirio. Nakumbuka kuna kampuni moja, nishakuwa manager wa mkoa wa kodi mmoja hapo hapa Dar es Salaam. Kampuni moja ilifanya makadirio ya 0 kabisa, tukaikubali. Sababu ni self assessment ya kwake. Then ikafika mwezi wa 12, wanaruhusiwa kufanya kitu kinachoitwa revision of estimated tax. Mimi nilikuwa nimekadiria kodi yangu ni 100,000 kwa mwaka. Mungu akanijalia nikafungua branch. Maana mauzo yatafanya yataongezeka. Kiutaratibu natakiwa ubadilishe makadirio yako. Na sehemu nyingine mimi nilikuwa na matawi zaidi ya 3 ya biashara yangu. Matawi 2 kutokana na madhara mbalimbali ya kisiasa na huko ya kiuchumi, hali ya hewa,
biashara matawi mawili nikafunga. Kwa hiyo naruhusiwa kushusha nini? Makadirio. Kwa hiyo ndio maana makadirio sio static. Makadirio yanabadilika kutokana na nini? Na uhalisia wa biashara yako. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, haya sisi tutajueje kwa wafanya biashara wadogo? Hawa wafanya biashara wadogo sisi TRA tunawatembelea katika maeneo ya biashara. Tumshukuru sana Mheshimiwa Rais. TRA tulikuwa wachache sana, lakini ametuongezea nguvu kazi kubwa sana ambayo tunaweza tufanye, sisi tunajivunia. Sasa hivi tuna swala letu la elimu ya kodi mlango kwa mlango. Mojawapo kitu ambacho tunaenda pale kukitumia ni kuwashauri wafanyabiashara kuhusu makadirio yao. Kwa sababu gani? Sehemu nyingine unakuta mtu ameeka makadirio ya 0, lakini ukakuta mtu ana mauzo makubwa. Kwa ni sehemu pia ambayo sisi tunatumia katika kufanya ni kuwashauri, lakini makadirio yanapokelewa kama yalivyo. Sawa. Kuna kampuni hizi za uchimbaji wa madini hasa kwa hawa wamiliki wa kampuni wachimbaji wadogo wadogo. Anaweza akawa mwaka wa kwanza hajazalisha chochote, mwaka wa pili, wa tatu, mpaka miaka 5 anajikadiria 0. Hampati wasiwasi wote wa kusema huyu mbona kila mwaka 0 tu? Kawaida tunaita hawa wanalipa kodi kwa kitu wanaita AMT, Alternative Minimum Tax. Mwaka wa kwanza amezalisha 0, mwaka wa pili 0, mwaka wa tatu 0. Ule mwaka wa tatu sasa, baada ya mwaka wa pili anatakia, kumbuka mauzo anayo, ila gharama za uendeshaji zimekuwa kubwa. Maana mauzo ukitoa gharama, si unapata faida au hasara. Kwa hiyo gharama ni kubwa, mauzo ni madogo. Kwa hiyo huyu anapata loss, halipi kodi, si ndio hivyo? Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, ule mwaka wa tatu sheria inamwambia lazima alipe 1% ya yale nini mauzo yake. Na kama hajauza chochote, kama hajauza chochote huyo manake obvious atalipa ni 0. Kwa manake kama hajauza chochote huyo mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, kwanza inatia wasiwasi. Ndio wachimbaji hawa wa madini tunatolea mfano wao, kwa sababu uchimbaji hauna dhamana kwamba leo nimechimba nitapata au kesho kichukuta. Unaweza kwenda hata miaka 3 4 na uzoefu katika eneo hilo. Sasa huyu mtu ana makadirio ya 0 kwa miaka 5. Hakuna namna yoyote nyinyi mnaweza mkafanya, kwa sababu tayari ana TIN namba ya utambulisho wa mlipa kodi. Huyo kiutaratibu kawaida kuna kaguzi. Kawaida kuna kaguzi za kila mwaka. Na ndio maana tulikuwa tunashindwa kuwafikia wengine kutokana na sababu tulikuwa tuko wachache. Tulikuwa tunashindwa kuwafikia wengine sababu mifumo ilikuwa, yani lazima mtu asiye vitabu vyake nini manual. Lakini sasa hivi kila kitu ni kwenye nini? Kwenye mfumo. Kwa hiyo hata kuna kale ka degree ka kuheshimu yale makadirio yake na return zake anazo. Sababu return unakuta manunuzi yake risiti zipo, mauzo yake ametoa risiti, mauzo yake labda kama ni huyu manake yuko katika stage ya exploration. Huyu yuko katika utafutaji, hajaanza uzalishaji. Akishaanza uzalishaji lazima mauzo yatakuwepo, hata kama ni kidogo. Yani hata afanyeje? Kwa sababu gani? Wewe umeuza labda 1,000,000. Sheria inakwambia mwaka wa kwanza, mwaka wa pili lazima tutapiga 1% ya nini? Ya kile ulichokiuza. Kwa hiyo lazima cha kulipa kitakuwepo, kitapatikana. Lakini pamoja na hivyo, huyu mtu hachimbi peke yake, kama ni kampuni ana watumishi. Kwa hiyo tunategemea katika compliance yake pia atakuwa analipa kodi nyingine kutokana na watumishi alionao. Kuna kodi inaitwa SDL. SDL ni Skills Development Levy. Vijana wetu bodi ya mikopo kule wanapata. VETA kuendeleza wa ufundi stadi hapa Tanzania, hiyo ndio SDL inakuja kufanya nini? Kufanya kazi. Kwa hiyo kuna njia moja au nyingine mtu atalipa. Lazima ulipe. Lazima. Sawa. Mambo ni mengi, muda mchache, lakini wacha tugusie swala la TIN kwa watoto. Tuligusia pale kidogo, kasema utakuja mbele. Sasa mbele ndio hii hapa. Nikushukuru sana dada Pili. Ni kweli kabisa, Mamlaka ya Mapato Tanzania tumekuja na urahisishaji wa utoaji wa namba utambulisho wa mlipa kodi, yani TIN for minors, TIN kwa watoto chini ya miaka 18. Kwa kupitia mfumo wetu wa IDRAS ambao tumeuanzisha sio muda mrefu, yule guardian au mlezi au mzazi anaruhusiwa kumtengenezea mtoto wake namba utambulisho wa mlipa kodi, yani TIN. Hii TIN ataitumia kwa njia mbalimbali. Na kwa nini Mamlaka ya Mapato tumekuja na hiyo? Tumeona kuna watoto wengine au vijana chini ya miaka 18 wana uwezo wa kujipatia kipato. Kuna wachezaji hapa wanaweza wanatengeneza pesa, analipa hela nyingi sana, yuko chini ya miaka 18. Ilikuwa ni ngumu sana kumpa nini
namba utambulisho wa mlipa kodi. Na kuna vijana wengine wanamaliza form 4 anajipatia kipato. Akija TRA asema mfumo hauniruhusu kuwa na nini, kuwa na TIN. Lakini sasa hivi TIN atakuwa nayo, lakini kwa usimamizi wa mlezi au mzazi. Atakapofikisha miaka 18 sasa tutarasimisha nini ile TIN ya kwa. Kwa sasa hivi ni watangazie tu waombe Watanzania wale ambao wana watoto wanaotaka kuwapatia namba utambulisho wa mlipa kodi. Inarahisisha, mfumo wetu umerahisisha sana kuwapatia nini, kupata hiyo namba utambulisho wa mlipa kodi. Na pamoja na hivyo hata sehemu nyingine sometimes inarahisisha hata kwa kipindi cha mirathi. Nataka ni mpe mtoto wangu gari, ilikuwa inashindikana hata kufanya nini, kulisajili sababu mtoto hana TIN. Lakini sasa hivi kuna uwezekano nikamtengenezea TIN kwenye mfumo, nikaja naye TRA kwa ajili ya kuchukua alama za vidole. Baadaye ile TIN inatoka inakuwa ni TIN halali kabisa. Na kumbuka kwamba haitakuwa yani huyu mtoto au huyu minor atakuwa chini ya usimamizi wa yule mlezi hadi atakapotimiza Walalaze. CPA baadaye utatuambia kwamba na nyinyi mnajipa hiyo kama madaktari kwamba Dr. fulani, Dr. Madege, Dr. nani, na sasa nyinyi mnapenda sana kuitwa CPA. Sawa. Maswali lakini tunaomba ujibu kwa ufupi kwa sababu tuna dakika 5 tu hapa na maswali ni mengi. Anaitwa Dula director, anasema anaishi Mikocheni. Anasema swali langu kwa ofisa wa TRA, bajaji na bodaboda tulimsikia waziri mkuu kwamba amewafutia kodi. Mbona juzi nilienda TRA bado kodi tunatakiwa tulipe? Kodi bado hii imekaaje? Namshauri aende kwenye ofisi ile ambayo anahudumiwa. Sababu mfano kama lese una hizo bajaji zaidi ya moja, obviously mauzo yako kwa mwaka atazidi ya milioni 4. Lakini kama una moja bodaboda hailipiwi nini? Kodi. Na lakini ukiangalia pale kuna sehemu inasema kwamba chombo kitalipa kodi kutokana na nini? Na city capacity. Kwa hiyo kama Bwana Dula na mshauri aende kwenye ofisi ile ambayo inamhudumu. Uzuri kila mlipa kodi ana ofisi yake na usimtume mtu. Kama unazo bajaji zaidi ya moja, kuna somewhere pale lazima utafanya nini? Utatakiwa kulipa kodi. Hapo kwenye vyombo vya usafiri anasema sisi wenye magari, je, makadirio yakoje? Maana gari kirikuu tunalipa hadi 500,000. Hii ikoje? Ni Omari Kenyatta, yuko Temeke, Dar es Salaam. Bwana Kenyatta, hiyo labda ilikuwa ni mwaka gani? Lakini mfano kama kirikuu yani uzuri kati ya watu ambao wamerahisishiwa sana makadirio ya kodi ni wasafirishaji. Nina gari yangu nina guta maana yake gurudumu 3. Zamani ilikuwa nalipa 250,000 lakini sasa hivi analipa 120,000. Taxi wakawa nalipa 180,000 lakini sasa hivi wanalipa 250,000 lakini sasa hivi analipa 180,000. Kwa hiyo haya magari ya kukodi yakawa nalipa zaidi ya milioni 1 lakini baada ya kujadiliana nao sasa hivi wengine Costa wanalipa 750,000. Ya abiria the same unalipa kodi kutokana na capacity au idadi ya siti ulizonazo. Abu Ali Costa yuko soko kuu Majengo Dodoma, asema biashara ni faida na hasara, vile kukua na kufa kwa biashara ni kawaida. Yanauliza, je, biashara ikifa mimi napaswa nifanye nini ili TRA wasiendelee kudai mapato? Hili amekusha lizungumzia. Jambo letu la 6 la mawasiliano. Nenda TRA waelezee. Tena sasa hivi mfumo huko unaingia tu kwenye mfumo, toa taarifa na hiyo taarifa itakuwa itajulikana kabisa. Ya kusimamisha nini? Biashara. Haya, huyu naye akisema yuko Ibologero Musa, huyu Pilato anasema kikawaida mfanyabiashara anatakiwa kulipa kodi ikiwa na mtaji wa kiwango gani? Sijazungumzia kuhusu mtaji, ni mauzo. Mauzo kuanzia milioni 4 kuendelea atalipa kodi kutokana na mauzo yake ambayo ni 100,000 kwa mwezi kwa mwaka mzima, ambao kwa miezi mitatu ni 25,000 kwa kila miezi mitatu. Kulipa kodi ni uzalendo wa taifa lako. Nashukuru kwa ufafanuzi wa mfumo wa kulipa kodi. Nauliza, utaratibu wa kulipa kodi kwa wenye viwanda vidogo, gereji, mashine za kusaga unakuwaje? Mtei huyu wa Igunga. Inategemea alivyosajili. Kama amesajili kwa jina la binafsi atalipa kodi kama mtu binafsi. Ila kama amesajili kama kampuni atalipa kodi kutokana na pili. Kuna swali jingine. Sawa. Mariam Omar yupo Kimara, anasema hajasema Kimara gani. Anasema je, kwa yule ambaye sasa yuko chini ya kiwango hicho cha kuingiza hiyo milioni 4 kwa mwaka, hata lipa kabisa kodi hali ya kuwa anafanya biashara na kupata faida?
Ushasema anapata faida, huyo lazima atalipa kodi. Lakini sasa haingizi hiyo milioni 4. Haifiki milioni 4. Huyo ndio nasema atalipa kodi katika kiwango cha 0. Obvious sheria inasema kwamba huyo tunamweka kwenye nini? Uatamizi. Tena mwaka huu tunasema sheria mwaka huu tunashirikiana na wizara ile dili na nini na makundi maalum. Jinsia, wanawake, wazee na makundi maalum. Tutaenda kuwasajili hata hao. Na akasema kwamba hata kama wewe ni babalishe, mamalishe, ni vyema ukawa na namba utambulisho wa mlipa kodi, yani tini. Walalaze, kitu kidogo, muda umetutupa, alafu pili atamalizia hapa. Sasa hivi mnajiona baada ya kutoa elimu kubwa kwa wafanyabiashara kwamba nyinyi tena si maadui wa kukimbiwa na wafanyabiashara, ama bado mnakimbiwa? Tuna ushahidi huo. Hasa idara yetu ya elimu kwa mlipa kodi, na mawasiliano, tuna kazi yetu moja, tunafanya elimu ya kodi mlango kwa mlango. Zamani tukienda kwenye biashara hizo watu wanafunga biashara, lakini sasa hivi watu wanatukaribisha, watu kuwa na furaha na nini na TRA. Na ndio maana hata kigezo kimoja hapo ambao katasema kwamba tuingie kwenye jamii ni TRA pia kuwa na timu ya mpira wa miguu. Pamoja na hilo na uzuri wake, lakini hivi karibuni kuna vibanda vile vya chipsi na nini, kama wiki 2 zimepita, walisombwa, vibanda vikafungiwa na TRA. TRA tokea mwaka 2019 hatujai kufungia biashara ya mtu yoyote. Tutofautishe, na hata niseme tu juzi hapa kuna mmoja kanipigia, niko hapa Mbagala Chaambe, mmekuja TRA, mmekuja kuchukua dryer yangu. Kaambia TRA gani hiyo? Tutofautishe operation za taasisi nyingine na mamlaka ya mapato. Lakini nizurudi kwenye sheria. Sheria ya mwaka huu inasema haturuhusiwi kufungia biashara ya mtu yoyote, sio TRA wala sio taasisi yoyote. Sawa. Walalazi, sisi tunakushukuru sana. Mambo ni mengi, lakini hakika lazima tupate wakati mwingine tuje tujadili, na hasa haya mambo ya return. Kabisa. Ni muhimu sana. Na hata IDRAS nayo imeanza, lakini kuna mambo yake. Kabisa. Tutakuja kuyajadili. Nakushukuru sana. Asante sana. Ni Paul Walalaze, CPA, wenye wapenda kujiita siku hizi. Madege amesema hivyo, lakini ndo hivyo. CPA Paul Walalaze, meneja wa elimu kwa mlipa kodi kutoka Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA. Tumejadili naye masuala mengi kuhusiana na masuala haya ya makadirio ya kodi. Bila